Gavana wa gatuzi la Isiolo Abdi Guyo amepongeza serikali ya Rais William Ruto kuzindua mradi wa stima katika eneo Rapsu, akisema hii ni hatua moja kubadilisha maisha ya wakazi ambao amekuwa gizani kwa miaka mingi. Mimi nataka tu kusema jambo tatu. Kwanza, sisi watu wa Isiolo County, specifically watu ya Rapsu na watu ya Marti, watu ya Gafarsa, watu ya Malkadaha, watu ya Iresaboru, watu ya Dajabasa, tunarudishia serikali shukrani kubwa sana. Since Kenya ipate uhuru, watu ya Rapsu hawajawahi ona nini? Si ni kweli? Miaka 10 ya uhuru stima ilikuwa inawekwa, lakini hawakuwa wanajua kama iko dunia inaitwa Rapsu. Si ni kweli? Sasa Rapsu wako na stima. Tunashukuru sana. Ya pili, tunashukuru rais wetu kwa sababu ya kupatia Northern Kenya the biggest infrastructural project ya barabara. Kutoka Isiolo mpaka wapi? Mpaka Mandera. Na nimesikia kijana wetu wa nyumbani pia anajua hii majina kama Rais Ruto. Si mmesikia? Si ameitaja? Sema Isiolo mpaka Matogashe. Si ndio? Mpaka Isiolo mpaka kuna mawe anarekebisha hata mpaka Matogashe. Naona anajua hata kuliko mimi. Na huyu ni kijana wa wapi? Ya nyumbani, si ndio? Si ni jirani ya watu ya Rapsu. Ndio unaona amesema atahakikisha shida katikati ya Rapsu na wanyama pori itafanya nini? Itamalizika. Na hata kama haitamalizika, saa ile wananchi wanaumia, lazima walipe fidia yao. Tumekubaliana? Ndio unaona fidia leo imefanya nini? Imekuja hapa. Mimi nataka kuambia watu ya Kina. Mimi niliomba rais soko akaamua kutupatia. Naye nyinyi mmeleta siasa kwa nini? Kwa hiyo soko. Watu ya Kina kwa sababu hamjui maana hiyo soko na mnasumbua, tutabadilisha hiyo soko kutoka Kina tulete Rapsu. Mnataka tufanye hivyo? Mnataka tufanye hivyo? Mnataka tufanye hivyo? Kwa sababu inakaa mtu faida nini? Ile kitu imenishangaza na watu ya Kina. Ile kitu imenishangaza na watu ya Kina. Mnaleta siasa kwa kila kitu. Sasa sisi tutapatia watu ya Kina wiki ngapi? 2. Wiki ngapi? Msipotatua hiyo maneno, kwa sababu soko mimi ndo niliomba, itatoa Kina nilete Rapsu. Tumeelewana jameni? Tumeelewana jameni? Kwa sababu sisi tunataka Isiolo iendelee. Tumesema siasa ikiisha watu wanachapa kazi. Biashara ya siasa hatutaki kusikia. Watu washikane wafanye kazi. Siasa ikifika kila mmoja anapiga kura mahali anataka. Bora kura yote iingie kwa Rais William Samoei Ruto. Tutakanyangana sisi. Si ni kweli? Ingine huko chini gavana imerebe MP tutakanyangana. Lakini tunataka kura yote ya Isiolo County ingie kwa debe ya William Samoei Ruto. Tunaelewana jameni? Kukumbusha wananchi 2023, sijui kama PS Alex ako hapa. Huyu PS Energy. Sisi tulishikana kama viongozi tukaenda kwake. Kuhakikisha kuamua ile sehemu yote imefanya nini? Imekoma. Stima ilikuwa imekoma Isiolo County, tukahakikisha tumeweka. Sehemu kama hii ya Rapsu ilikuwa imesaulika, tukasukuma yeye akaweka Gafarsa, akaweka Malkadaha, akaweka kila mahali. Kwa hivyo tunamshukuru sana, amefanya kazi nzuri na tunataka aendelee kulikuwa retained hapo. Asante sana. Na tulienda huko kwake, yeye atawaambia tulienda naye. Tulikuwa kwa mimi, Mheshimiwa Samal na Mama County. Tumeelewana? Hiyo kazi tumefanya na hatutaki wakora wanasema kazi ambayo wengine wamefanya ni yao. Kina na Rapsu, survey ya hii area in the next 3 weeks itaanza kama Garbatula. Tunaelewana? Wakati huo gavana Abdi Guyo amewasuta viongozi ambao wanadai kuwa lengo lao limekuwa ni kueneza tu siasa na kusababisha gatuzi la Isiolo kusalia nyuma katika miradi ya maendeleo. Na mimi naomba viongozi wa Isiolo County kwa unyenyekevu mingi sana, watu wakishikana eneo yao inafanya nini? Inaendelea. Watu wakikorogana eneo yao inafanya nini? Inabakia nyuma. Siasa ikifika tutapiga siasa. Hatujui hata kama tutakufa kama hatujafika hiyo wakati. Lakini lazima tujiulize, kwa hii miaka 5 umepatiwa fursa, utahudumia watu na njia gani? Ukitoka watu watasema wewe ulifanya kazi gani? Si ni kweli? Mimi ikifika 2027 nitakuja Rapsu niseme nimefanya nini?
Si ndio? Deputy President na President watakuja wasema wamefanya nini? Kabisa. Mjumbe atakuja asema amefanya nini? MCA atasema amefanya nini akishikana na gavana, si ndio? Si ni kweli? Alafu wananchi watafanya marking scheme. Kama ulilala kwa classroom unaenda nyumbani. Kama ulifanya kazi unarudi. Lakini hatutaki tabia ya siasa, usubuhi siasa, saa 8 siasa, saa 10 siasa, unalala siasa. Hiyo ni upumbavu. Tumeelewana? Sababu ya Isiolo County kubakia nyuma miaka hiyo yote ni siasa ya kijinga. Na lazima tumalize hiyo siasa. Nikiripotia Kamachu TV kutoka eneo Rapsu, langu jina Wajombe Kamachu.